Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunapenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kudiriki kutujalia kuukuta mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa tuko mchana huu wa saumu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Leo tunapeana darsa juu ya swala zima la kutazama majina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kwa nini tumekadiria kama tumependelea siku ya leo, nimependelea kufikisha hili katika upande wenu darasa hili, kwa sababu miongoni mwa majina maarufu kabisa, majina yenye kufahamika kwa watu wenye ilmu ya auradi ni sultani asmaullah, ni sultani ya majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Hayyu ya Qayyum. Ni miongoni yenye faida mbalimbali haya majina. Faida kwa mfano, ambaye mwenye kudumu na ya Hayyu ya Qayyum, faida yake ya kwanza, mtu huyo Mwenyezi Mungu anamzidishia umri. Hicho cha kwanza, yani maana yake ukidumu ya Hayyu ya Qayyum, 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 Mwenyezi Mungu anakuzidishia nini? Umri. Alhamdulillah. Lakini vile vile nafasi ya pili, mwenye kudumu na kusoma ya Hayyu ya Qayyum, Mwenyezi Mungu anamsaadishia, yani maana yake anamwekea mambo yake sawa. Kama kuna vifungo vyovyote, basi Mwenyezi Mungu vifungo hivyo anaviondoa. Kama hiki mfano, kwa sababu ukitazama katika wanachuoni ambao wa elimu ya auradi wanasema ya kwamba mtu mwenye tatizo kimfano la kazi, riziki, maradhi, akadumu, basi atasoma kwa hesabu ifuatayo. Mtu huyo atadumu kuisoma ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum mara 444, mtu huyo kwa hesabu hii. Hesabu ya pili, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, hesabu ya pili aliyokuwa hakiifanya Saidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu ni hesabu ya 1999. Hii ndio hesabu aliyokuwa hakiifanya Saidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Kwa hiyo mtu huyo hafanye hiyo hesabu. Lakini vile vile hesabu ya mwisho ya majina haya ya Hayyu ya Qayyum ni 12,000. Likulli shay'in likulli haja, yani yakaririwa majina haya, mtu huyo Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi endapo kama hatadumu na auradi wa 12,000 kila siku, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi kwenye majambo yake. Kama ni maradhi, basi Mwenyezi Mungu atajalia utapona. Kama ni biashara, basi Mwenyezi Mungu atazidi kukutanulia biashara yako kwa kufungulia ikawa kubwa zaidi. Hiyo faida ni chache sana ya majina ya Hayyu ya Qayyum. Maana yake kama ni kazi utapata, kama ni mfanyabiashara, basi biashara yako itakuwa, na endapo kama pengine una maradhi, basi Mwenyezi Mungu atajalia maradhi hayo yatapona. Kama una majambo mazito yamekuandama, mazito ambao hayaambiliki, dumu na auradi ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Tembea na 12,000 au tembea na 9,999 au tembea na 444, ya Hayyu ya Qayyum. Hiyo ndio faida ya Hayyu ya Qayyum. Lakini inakuwa mujarabu zaidi ukimaliza na hutuba yake. Ukimaliza na hutuba yake, hutuba yake iko hivi:
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badiya samawati wal ardi ya Zal Jalali wal Ikram la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Utasoma hutuba hii mara 14. Baada ya hapo, nyanyua mikono yako, mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo lako linalokusibu. Baada ya hapo, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Hesabu yako utakuwa hiko hivyo. Na je, hii dua unaifanya kipindi gani? Ukishamaliza hesabu kama ya 444 kisha unasoma hutuba hii, na kama ya 9999 kisha unasoma hutuba hii, na kama ya 1012 kisha ukimaliza unasoma hutuba hii. Hiyo ndiyo taratibu, na wallahi wabillahi, enapo kama ndugu yangu utadiriki kusimama kidete kusema ukafanya zoezi hili, wallahi ndani ya takriban siku 7 utayapata majibu kwa idhini ya la ilaha illa Allah. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.